Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Leo hii tunaangazia baadhi ya mataifa ya Kiarabu yenye uhusiano wa karibu na Israel na mataifa ambayo kimsingi yametengeneza uhusiano mbaya na Iran, hasa katika kipindi hiki cha vita vinavyoitwa vita vya Ramadhan ambavyo vimemuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na baadhi ya makamanda wa kijeshi wa Iran, lakini pia na raia wa kawaida wasiokuwa na hatia. Israel ilitengeneza uhusiano mbaya na mataifa mengi ya Kiarabu na mataifa ya Mashariki ya Kati kwa ujumla tangu kuasisiwa kwake mwaka 1948. Kwa msaada wa nchi za Magharibi pamoja na Marekani, Israel iliweza kuteka maeneo mengi ya Waarabu ikiwa ni pamoja na Palestina, Syria, lakini pia na maeneo mengine ya Lebanon. Lakini kuna mataifa ambayo ni ya Kiarabu baadaye yalikuja kuingia uhusiano wa karibu na Israel, lakini ni kutokana na kwamba yalikuwa akipata ufadhili kutoka Marekani na hivyo akilazimishwa na Marekani kutengeneza uhusiano wa karibu na Israel. Ilifikia hatua Marekani ilianzisha kile kilichoitwa Abraham Accord, utaratibu ambao uliyataka mataifa ya Kiarabu kushirikiana kwa karibu zaidi na Israel. Hata hivyo ilifikia hatua kwamba Marekani ilitazama kwamba Israel imetengwa karibia na nchi nyingi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini wachambuzi wanasema kwamba moja kati ya jambo kubwa ambalo Marekani ililifanya ni kutengeneza uhusiano wa karibu na mataifa ya Kiarabu kwa Israel. Kufikia mwezi Mei mwaka 2026, nchi 6 za Kiarabu zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia wa karibu mno na Israel. Na hata katika kipindi cha vita, nchi hizi zilihusika moja kwa moja kutengeneza mazingira ya kuwa karibu na Israel kuliko upande wa Iran, licha ya kwamba baadhi yao yalikuwa yamejitenga. Taifa la kwanza ni Umoja wa Falme za Kiarabu. Taifa hili la Kiarabu lilijiunga na uhusiano huu na lilisaini mkataba wa Abraham tangu mwaka 2020. Taifa hili hata wakati huu wa vita linadaiwa kwamba limekuwa na ukaribu mno na Israel na hata likidaiwa kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia viongozi wa Israel katika kipindi cha vita akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na kamanda mkuu wa jeshi la Israel Eyal Zamir walisafiri kwa siri hadi katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Hii inaashiria kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa na urafiki wa hali ya juu na taifa hili la Kiyahudi, jambo ambalo baadhi ya nchi za Kiarabu zinaona kwamba ni kutengenezwa uadui kati ya UAE na nchi ya Iran. Taifa lingine ni pamoja na Misri ambalo lilikuwa na uhusiano tangu mwaka 1979, lakini Jordan mwaka 1994, Bahrain mwaka 2020, lakini Morocco mwaka 2020 na Sudan mwaka 2020. Nchi hizi zote zilitia saini mkataba wa Abraham Accord, hazikuondoka kwenye makubaliano hayo baada ya kuanza kwa vita vya Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023, ingawa baadhi yao zilionyesha kuunga mkono wa Palestina. Nchi za Kiarabu ambazo hazina uhusiano na Israel ni nyingi pia. Nchi nyingi za Kiarabu bado hazina uhusiano mzuri na Israel. Nchi kama vile Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, Algeria, Libya na Yemen ni nchi ambazo hazina uhusiano wa karibu na Israel. Oman inatajwa katika mazungumzo ya Israel, lakini hakuna uhusiano rasmi uliofikiwa hadi sasa. Nchi nyingi za Kiarabu zimetaja kuunga mkono Palestina na kupinga uvamizi wa Israel huko ukanda wa Gaza kwa sababu za kutokuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Saudi Arabia ilianzisha juhudi za kufikia makubaliano na Israel muda mfupi kabla ya vita vya Gaza kuanza, huku ikisema itaendelea na juhudi hizo baada ya kuafikiwa kwa makubaliano ya kuitambua rasmi eneo la Palestina kama taifa huru. Jambo pekee ambalo Israel haipendi kusikia kutoka kwa Waarabu ni juu ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina, na nchi zote hizi ambazo tumezitaja sasa hazitaki kusikia hilo. Lakini pia kwa mfano Lebanon na Syria ni moja kati ya mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikishambuliwa mara kadhaa na zimetekwa kwa kiasi kikubwa na Israel na zinapakana kabisa na Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.